Ajuona bado. Kwingineko mtazamaji, kutokana na ongezeko la cheche za chuki mitandaoni katika kaunti ya Kwale, shirika moja lisilo la serikali limeanzisha mchakato wa kuwafunza vijana walio na ushawishi katika mitandao jinsi ya kukabiliana na changamoto hiyo, taifa linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027. Inadaiwa makabiliano ya mitandaoni dhidi ya wanawake yanaendelea kuongezeka kila uchao katika eneo hilo, kampeni inayoendeshwa na watumizi wa mitandao wa jinsia ya kiume, swala ambalo limezua tumbo joto. Hata hivyo, washawishi wa mitandao ya kijamii, wanablogu, waandishi wa habari na maafisa husika wa utumishi wa umma wanahusishwa katika mafunzo hayo, lengo likiwa ni kuimarisha juhudi za kukabiliana na kuzuia ukatili wa kijinsia unaowezeshwa na teknolojia. Tume ya NCIC inasema cheche za mitandaoni zina uwezo wa kusababisha vurugu mitaani iwapo hazitazimwa ama kuzuiwa mapema. Ile maongezi ambayo tutasikiza huko, tuko na nafasi ya kujumuika pamoja ndio tuweze kuendeleza shughuli zetu za biashara, shughuli zetu za elimu, shughuli zetu za siasa, shughuli zetu za kijamii za kila siku bila hofu na bila kutatizika kwa sababu ya madhara ambayo wengine wanayapata kwa kutokuwa na watu wanaojukumika. Chanzo za vita mingi ama vingi ama chanzo za mauaji mengi ambayo inafanyika ya kiaraiki ama ya kijinsia ama ya kimaeneo inatokana na cheche ama inatokana na maneno ya chuki ama ambayo inafanyika aidha nje ama ndani ya mitandao. Kwa hivyo tunaona hii mafundisho itafanya kazi kubwa sana, sababu wale digital content creators ni watu ambao wako na wafuasi wengi, ni watu ambao wako na ushawishi mkubwa. Kwa hivyo wanapoendelea kuhubiri amani, watakapofundishwa na wakuwe sasa ni ambassadors wa amani ama peace ambassadors, wataweza kuhamasisha na kufanya wengi wakaache mambo ya cheche cha chuki ama maneno ya kuleta vita ama maneno ya kuleta migogoro, na wakuwe ni watu ambao watafanya Wakenya wapende nchi yao. Mstahiki gavana wetu wa jimbo la Kwale alipokuchukua uongozi alihakikisha kwamba vijana, kina mama na watu wenye uwezo maalum wamepewa nafasi ya kuweza kujiunga katika makundi, na makundi hayo yanawasaidia kupata ajira ambayo ni ya moja kwa moja. So mtu hawezi kuwa na nafasi wakati amepewa tenda labda atengeneze choo ama arekebishe a social hall mahali. Kijana yule atakuwa hana nafasi ya kuwa aende akae katika mikahawa ama ajihusishe na kula labda madawa ya kulevya, migokaa. Atakuwa na nafasi ya kukimbia mbio ya kwamba nilipewa nafasi na mstahiki gavana niweze kurenovate social hall mahali fulani ama niweze kujenga choo mahali fulani, wanakimbia mbio kwa sababu pia ni ajira. Mbali na kuwa watakuwa wenyewe watapata fedha, pia inawasaidia kuleta vijana wengine kuwapatia kazi.